Kwa majina yangu naitwa Priska Mwakisole. Namshukuru Mungu aliyenipa nafasi hii ya kuweza kusimama mbele ya madhabahu hii ili tuweze kujifunza neno la Mungu pamoja, ili Mungu aweze kutupa faida, kwa sababu neno la Mungu linasema yeye ndiye atufundishaye ili tupate faida. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa muda huu ambao Mungu umetupa sisi wanawake ili tuweze kujifunza neno lako, tuweze kujifunza hiki ambacho Bwana umependa kwamba tuweze kujifunza, ili Mungu wewe utuponye nasi tutaponyeka kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo tunakukaribisha Roho Mtakatifu. Amen. Basi ndugu zangu, wanawake wenzangu, leo ni kipindi kizuri ambacho tutakwenda kujifunza uponyaji wa nafsi ya mwanamke katika Kristo Yesu. Uponyaji wa nafsi ya mwanamke katika Kristo Yesu. Na kwa nini tunataka kujifunza? Kwa sababu nafsi nyingi za wanawake zimeumizwa kupitia mambo mbalimbali ambayo wamekuwa wakipitia katika maisha toka walipokuja duniani hata kufikia huo umri waliopo. Na kwa nini nafsi? Tunajifunza kwamba kwa nini uponyaji wa nafsi? Na mtu anaweza kusema kwani nafsi ni nini? Kwa sababu tunatoka mazingira mbalimbali, na wengine wanasema moyo, anasema moyo wangu umeumia. Lakini wengine wanasema kwa kweli akili yangu imeharibika kabisa. Na mwingine anasema kwa kweli yani sielewi hiki kitu kilichonipata. Na kwa namna hiyo kwamba tunasema hivi kwamba nafsi ni hisia ambayo mwanadamu anakuwa nayo, lakini mawazo ndiko kuna mawazo, unawaza kitu fulani, unafikiria, lakini ndiyo inaokuwa na mapenzi ya kufanya kitu hiki au hiki la nisifanye. Lakini pia ndiko kumbukumbu zinazokuwepo, kumbukumbu njema na kumbukumbu mbaya. Lakini pia ndio utu wa mtu unapokuwa, tunagundua kwamba huyu mtu fulani ni mtu. Wengine wanasema mtu na nusu. Tunagundua kwamba huyu mtu ni mtu na tunasema mtu mwema, au huyu mtu ni mbaya. Ni kwa sababu ya ile nafsi yake inatoa maamuzi, ina hisia, pengine inafanya vitu mbalimbali ambapo sasa baadaye tunaona mwili wake unaitikia kile ambacho nafsi imeamua ili iweze kufanya mambo mbalimbali. Kwa maana hiyo tunasema hivi kwamba uponyaji wa nafsi ya mwanamke aliyejeruhiwa katika Kristo Yesu. Na kiukweli mwisho wa vyote madaktari wanaweza kuwepo, nani anaweza kuwepo, lakini kiukweli mtu ambaye anaweza kuponya nafsi ni Yesu Kristo pekee. Na tutasoma andiko letu ambalo tunakwenda kusimamia, manake sisi msingi wetu ni neno la Mungu mwenyewe. Tutasoma katika Zaburi 147 mstari wa 3. Zaburi 147 mstari wa 3. Tutasoma katika jina la Yesu. Huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Huwaponya waliopondeka moyo, au unaweza ukasema waliovunjika moyo na kuziganga jeraha zao, kufunga vile vidonda na kuleta uponyaji. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu Kristo Mungu wetu aliyetuumba ndiye pekee anaweza kuwa mponyaji wa mwisho kukuponya mwanamke, kwa sababu unakuwa umepata majeraha ambayo wakati mwingine hata ukienda hospitali utapima malaria hawaoni, lakini utaona kwamba wanakwambia hiki hakionekani, kwa sababu jeraha la moyo kiukweli unayelijua kwanza ni wewe uliyejeruhika. Ila sisi wengine pengine tutaweza tukagundua tu kwamba mwenzetu amejeruhiwa kutokana na yale matokeo sasa, outcomes, matokeo yale yatakao kuja kutokea baadaye, ndio tunajua kwamba hivi ni viashiria. Ndio maana hata daktari baadaye akisema mbona tunapima kila kitu hatuoni, au una msongo wa mawazo, pengine baada ya kukuletea madhara, sasa umepata sukari, umepata nini, baadaye unaambia kwani unawaza nini sana? Kwani kitu gani unawaza? Kwa sababu ni nafsi huko ndani imejeruhika. Ndio maana tunataka kujifunza huu uponyaji
wa nafsi ya mwanamke iliyojeruhiwa, lakini uponyaji wenyewe ni katika Kristo Yesu. Na kwa maana hiyo kwamba kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuona huyu mtu amejeruhiwa, kwa sababu mwanamke anakuwa na hofu iliyopita kawaida. Ana hofu ya hatima yake, ana hofu ya mambo mbalimbali ambayo yatampata. Anasema yani, mimi sijui kama nitaishi. Kuna watu wana hofu kwa sababu alishajeruhika. Pengine mtu wa karibu aliumwa sana, akamuuguza, na yeye akaanza kufikiria, kutafakari, akasema hivi na mimi nitaugua tu. Kwa hiyo kile kitu kimemjeruhi kiasi kwamba alipompoteza ndugu yake amekuwa naye na maumivu, kiasi kwamba naye ameanza kupata hofu ya hatima yake, hofu ya kwamba ataelekea wapi. Lakini kunakuwa na uchungu, wakati mwingine uchungu wa mambo mengi. Mtu mmoja akasema hivi kwamba moyo wangu unavuja damu, yani nasikia moyo unadunda kama vile unadundia mgongoni. Na watu wamekuwa na machozi mengi. Unamkuta mtu amejikunyata, mwingine unamkuta anazungumza peke yake barabarani, mwingine unamkuta anajifungia analia. Na ni heri hata yule anayelia kwa kukimbilia katika mikono ya Mungu aliye hai, anayekwenda kanisani, inakuwa ni nafuu kidogo. Lakini mwingine unakuta kwamba analia sana. Kwa nini analia? Ni kwa sababu ya vitu vilivyomuumiza. Amekuwa na uchungu, amekuwa na majeraha, anakwambia moyo wangu unavuja damu. Sasa jibu la hayo yanayokusibu, Mungu leo ameona kwamba akuletee neno hili ili Mungu akuponye, ili Mungu atuponye tutoke katika yale majeraha ambayo tulikuwa tumejeruhiwa muda mrefu, vilio ambavyo tumelia visivyokoma. Tumekuwa na hofu tukitembea, hatujui kabisa tuendako. Wakati mwingine unasema ni mimi sijui. Mwingine pengine ulikuwa unafikiria hata kuweza kujiua, kwa sababu nafsi ikijeruhika ikawa na majeraha, na majeraha hayo yanatofautiana. Mwingine anakata tamaa ya kuishi. Inawezekana kabisa, kwa sababu Mungu haleti neno lake, hawezi kuleta hiki kitu pasipokuwa na sababu. Inawezekana kuna mwanamke ambaye amekata tamaa ya kuishi. Wakati mwingine amemwambia Mungu nichukue, lakini hajui kwamba pengine hajamaliza kusudi, kwa sababu tunaishi kwa sababu Mungu amependa tuishi. Lakini mtu mwingine amekuwa na waza pengine hata kujiua. Umekuwa na msongo wa mawazo kwa sababu nafsi yako imejeruhika, na kwa maana hiyo pengine umekata tamaa, unafikiria kujiua. Usijiue. Yesu yupo kuweza kuiponya nafsi yako. Ndio maana ameruhusu hili somo tuweze kujifunza. Na kuna vitu mbalimbali tunakuta kwamba ambavyo vinaashiria wewe una hofu. Kama nilivyokuwa nimekwisha kuzungumza, unakuwa na hofu ya kesho yako. Yaani kuna mtu ana hofu ya kesho yake. Yaani akikaa unakuta anajikunyata, anainama sana, kwa sababu anakuwa na hofu kwamba hivi kesho yangu itakuwaje? Hivi hatima yangu itakuwaje? Lakini mwingine ana hofu ya watu. Pengine umefanya kitu fulani unasema yaani watu wanaogopa watu sana kwa sababu wamemjeruhi. Anakuwa na hofu kwamba anaweza kujikingia kifua kwamba nisije nikajeruhiwa tena. Hataki hata kwamba, mwingine anakuambia hivi, hata kuabudu, kuna mpendwa pengine, kuna Mkristo labda au mtu mwingine alinijeruhi, kwa hiyo naona kule siwezi kwenda tena. Kumbe shetani alimwekea huo mtego, na alijua kwamba yeye amekuwa dhaifu katika hilo, na akajua kabisa kwamba nikimtumia huyu akaweza kuijeruhi nafsi yake, akaiumiza. Kwa hiyo atakata tamaa, hata asimwendee Mungu tena, pengine asiende kuabudu tena, pengine awe ni mtu wa kujitenga, kukaa peke yake. Kwa hiyo shetani anatumia vitu kama hivyo. Lakini hofu ya kukataliwa, yani mtu anakuwa anasema mimi sitaki kabisa. Mwanamke mwingine au binti, unaweza kuwa umeamua unasema mimi sitaki kabisa hata kuolewa tena. Kwa nini? Kwa sababu ulikwisha kujeruhiwa katika matukio mbalimbali. Pengine kuna mtu alikuja akakukataa, ukajeruhiwa sana, na pengine ukajikataa sana. Na wakati mwingine muda mwingi unasema mimi heri ningekufa, na unaona kwamba ni heri ufe. Kwa sababu ndio unaona kwamba ndio pengine jibu. Lakini kiukweli Mungu leo anataka kukuambia hivi kwamba usihofu. Mponyaji Jehova Rafa ni Mungu mwenyewe, Yesu Kristo. Yeye aliyetuhuruku, aliyetuumba, aliyestadi wa kazi, ambaye ametuumba nafsi zetu. Ametuumba nafsi zetu. Yeye ndio ameweka hisia kwamba wanadamu tuwe tuna hisia, tuwe tunaweza kuwaza, tuwe tuna moyo. Na ndio maana wakati mwingine akatuambia hivi sana,
katika ile Mithali 4:23 anasema hivi, linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Huyu Mungu aliyetuumba anajua umuhimu wa nafsi ambayo haina majeraha, nafsi ambayo ina furaha, nafsi ambayo ina amani, nafsi ambayo ina matumaini, nafsi ambayo inatamani kuwa kila wakati kumfurahia Mungu na kumwabudu. Kwa hiyo ndio maana Mungu akasema hivi kwamba linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kumbe nafsi inapojeruhiwa, hata ule uzima unaweza usiwe nao tena. Na watu wengi huwa wanakufa sio rohoni tu, unaweza ukafa kiroho. Kwa wale ambao wananielewa kwamba rohoni pia tunaishi, kwa sababu mwanadamu ni wewe uliyeko ndani, kwamba tunaishi rohoni. Lakini pia nafsi ikijeruhiwa, baadaye pia unaweza ukapata mauti ya mwili kabisa, ukafa, tukakuzika kabisa, watu wakakuzika, kwa sababu chanzo nafsi iliumizwa, na baadaye yakatokea matokeo mabaya kabisa yakakujeruhi na ukashindwa kuhimili, ukajikuta kwamba umefanyaje, umekufa. Lakini kuna vyanzo mbalimbali. Sijajua wewe una chanzo gani ambacho kimekusababisha. Ninajua watu wengine wamekuwa na maumivu makali kwa sababu wamekataliwa na wazazi. Kukataliwa ni chanzo kimoja hapo kikubwa sana, ambao wanawake wengi wameingia katika kuumia. Mabinti zetu wengi wameumia. Tunaona kwamba watu wengine wamekataliwa na wazazi. Nilikuwa naongea na binti mmoja wiki 2 zilizopita, akawa anasema hivi, mimi yani sielewi, watu wananiambia kweli huyu ni babangu amenizaa. Baba kweli alikuwa ananipenda, lakini mama, mbona ilikuwa yani mamangu ni kama sio mamangu, yani amenitenga. Yani hata kama ni msema, hata watu wote wakiamua kunijeruhi mimi wanichangie, ndugu yeye hasemi chochote, na nikiingia kwenye mabaya anafurahia, ambacho anaona kwamba sio kitu cha kawaida. Lakini hata jana nilikuwa nasikiliza radio moja, kuna binti akawa anasimulia, anasema mimi natamani hata mimi niongee na mama yangu, pengine nifurahi naye, pengine niweze kuongea, nimwambie mama nakupenda kama watu wengine ambao wanaweza kufanya. Lakini yeye fursa hiyo hajaweza kuipata, kwa sababu mara atakapompigia yani wataishia kugombana tu. Kwa hiyo kuna vyanzo mbalimbali. Kwa hiyo mtu kukataliwa, pengine naye alikuwa ni nafsi iliyojeruhika, pengine mama yake, naye sasa anahamishia yale maumivu tena kwa binti yake, na binti naye akiendelea naye ameshajeruhika sana kwa maumivu, kwa sababu akiona wengine wanafurahia mama zao, wanaofurahia, anaona jamani, mimi mama yangu mbona mimi sijaweza kumfurahia, mbona mimi sijapata nafasi. Kwa hiyo kwanza amehisi kukataliwa na mzazi. Na mara nyingi wanadamu tunaamini kwamba basi akitoka Mungu wa mbinguni kutupenda, basi kwa sababu yeye Yesu Kristo alitufia msalabani, akasema njooni nyinyi nyote wenye kulemewa na kusumbuka na mizigo ili niwape pumziko, basi tunaamini kwamba anayefuata ni mzazi. Kwa hiyo mtu anapokataliwa na mzazi anajeruhika. Lakini kuna ndugu, neno la Mungu linasema katika nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa, upendo wa ndugu utapoa, ndugu watasalitiana. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mtu, unajua hapo nazungumza na wewe, umesalitiwa na ndugu zako, ndugu ambaye ulimtegemea, ni dada yako. Kwa mfano kuna dada mmoja alimchukua mdogo wake, amemaliza kidato cha 4, akasema hebu njoo mdogo wangu huku Dar es Salaam niweze kukupeleka chuo. Lakini akakaa pale akamsomesha chuo vizuri, lakini hali ikageuka. Mume wake akaamua kumuoa huyo mdogo wake, na yeye tena sasa akawa ametolewa kwenye ile familia, ikawa uchungu. Unaona? Lakini katika masuluhisho mzazi akasema hivi, sasa si bora pengine ameenda kwa huyo mdogo wako, watoto wako hawatateseka kuliko angeenda huko nje. Kwa hiyo bado hata kwa mzazi naye akazidi kujeruhika zaidi. Kwa hiyo alikuwa anaishi maisha machozi, kulia kwamba mdogo wangu mwenyewe, kosa langu ni kumwita kumsaidia. Wengi mmewakaribisha ndugu zenu kwenye biashara zenu, wakawajeruhi, wakatoroka na hizo hela. Umeamua kupeleka mashauri kwa wazazi nao wakasema sasa si ndugu yako utamfanya nini? Umeshindwa kumsamehe, msamehe tu. Lakini sasa kutokana na ule uchungu kwamba mimi mdogo wangu nilimwamini, au kaka yangu au dada yangu au ndugu yangu wa karibu, alafu amenitenda, inakuuma na inaweza kukujeruhi sana. Ni kweli hata Mungu anajua kwamba unaweza kuumia sana na umeumia sana, lakini ndio maana tunajifunza somo hili kwamba usiendelee kukaa katika hayo mateso, ili Mungu aweze kukuponya, kama tulivyosoma kwamba yeye huwaponya wale waliovunjika moyo na kuwaganga jeraha zao. Kwa hiyo hilo jeraha ambalo
umekuwa nalo, Mungu anataka uweze kuliachilia na kwamba Mungu akusaidie, kwa sababu wakati mwingine hatuwezi sisi wenyewe pasipo Mungu, ila Mungu yuko tayari kuweza kutuponya na kutuvusha kutoka katika hiyo hali ambayo inatupata na kwenda katika hali nyingine. Lakini tunakuta wengine wamejeruhiwa na marafiki zao. Marafiki ulipendana sana. Zamani walikuwa nakula kiapo mpaka cha damu. Ilikuwa unasema yani huyu ni mimi na huyu ni huyu. Lakini watu wamesalitiana na imewaletea maumivu mengi. Pengine wamezulumiana na kadhalika. Lakini wenzi wao, wengine watu wamejeruhiwa. Najua kuna wanawake hapo naongea nao muda huu, umejeruhika na mwenza wako. Mlianza vizuri katika ugumu. Mlipofikia katika hali fulani ya mafanikio, mwenzio akaondoka. Na ulikuwa wewe umejikabidhi kabisa moyo wako kwamba mpaka kifo kitutenganishe. Uliwekeza akili, uliwekeza hisia, uliwekeza moyo wote pale kwamba huyu ni mwenzangu ambaye tutakwenda, lakini hatima yake ameondoka, pengine amekuachia na watoto, hataki kusikia chochote. Na wakati mwingine inatokea anazungumza na maneno mabaya, na wakati mwingine ni ya uongo ambayo pengine yanazidi kukujeruhi sana. Kwa hiyo tumekutana na watu wengi wa namna hiyo ambao wamejeruhika vibaya sana. Lakini pia kuna wengine katika jamii tu zile zilizopo zimewajeruhi. Ukoo umeamua kuwatenga. Pengine umewatenga kwa vitu ambavyo vilikuwa ni nje ya uwezo wao. Na wakati mwingine pengine ilitokea tu kitu ukaitwa, ukawajisikia kuaibishwa mbele ya watu wote katika ile jamii. Wengine huko kwetu, kama kule kwetu Mbeya, huo wana tabia kwamba mtu anapokosea wakati mwingine anaitwa kwenye kijiji, wanaita kijiji ni kama yani mtaa mzima unakusanyika, unaitwa, unaambiwa pale, unajisikia kuaibishwa. Wakati mwingine ni vya kweli na wakati mwingine ni vya uongo, basi vyovyote vile, lakini unakuwa unajisikia kwamba jamii fulani imenitenga, kiasi kwamba unajisikia mimi sifai tena kwenye hiyo jamii. Wakati mwingine uliingia kwenye matukio pengine ya uvunjaji sheria, ukaenda viral, yani ukawa maarufu mpaka kwenye mitandao ukarushwa. Na wakati mwingine kwa ujinga tu na upumbavu uliingia kwenye vitu vikajikuta kwamba viko kwenye mitandao. Tunaona kama vijana au mabinti wetu wakati mwingine wanakuwa na vitu ambavyo wanaviachilia kwenye mitandao visivyofaa, na baadaye vikivuja wanakuwa vimeenda sana. Kila mtu anamwonea huruma, anasema Mungu wangu, sijui itakuwaje. Ile jamii iliyokuzunguka kila mtu anajua kwamba huyu nimempata jambo, na pengine lile jambo ni la aibu. Kwa hiyo unakuta nafsi yako inainama, kwa sababu nafsi yako Mungu aliumba kumcha Mungu. Kwa hiyo linapotokea jambo la aibu ambalo hata Mungu halimpendezi na hata jamii haikubali, kiukweli moyo wako, kwa sababu uliumbwa na ile mbegu njema na Mungu ya kumwabudu Mungu, ni lazima utajisikia vibaya, utajisikia kujikataa, utajisikia mimi ndio basi, utasikia nafsi kuinama, utasikia uchungu mkubwa. Lakini niseme tu kwamba Mungu anatufundisha ili tupate faida siku ya leo, ili Mungu aweze kutuponya nafsi zetu na kutuganga majeraha yetu. Hasa wewe uliyeachwa na mzazi, pengine baba alikukataa, na unahadisiwa kwamba mama anakuhadisia kwamba baba yako alikukataa toka tu mimba yako, nilipokuwa na ujauzito wako alikataa, alisema mimi sitaki huyo. Na mwingine aliondoka kati umezaliwa akasema nimekupa kama nao watoto nimekupa. Kuna hizo sentensi huwa zinaumiza sana wanawake. Na anakuambia hivi, kama hiyo yani mimi nimekupa na huyo mtoto ni wako, nimekupa, utajijua mwenyewe. Kwa hiyo unakuta kwamba unajeruhika wakati mwingine, au mama kutokana na maswaiba magomvi aliyokuwa akigombana na baba akaamua kuacha sehemu fulani au kwa bibi akaondoka, na unatamani siku zote umuone na ukuwahi kumuona tena. Na pengine kuna mambo tu yalimsibu huko ambayo yalikuwa magumu kwake, naye hajaweza kukuona. Kwa hiyo hujaupata ule upendo wa mzazi au wa mama au wa ndugu, nao wakakusukumia kwingine. Sasa Biblia inasemaje? Kuna neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 10. Anasema hivi, ijapokuwa baba yangu na mama yangu wameniacha, lakini Bwana atanikaribisha kwake. Unaona, Mungu anajua hizo hali ambazo tunaweza tukazipitia, na ndio maana tunaona kwamba huyu mwandishi wa Zaburi akasema hivi kwamba akaona kabisa kwamba kumbe kuna nyakati ambapo unaweza kuwa kwenye hali ambapo baba na mama wanaweza wasiokuwa na msaada wowote. Na tunaona mifano mingi, sio wa kwanza. Kwa mfano tunaona kule mwanzo yule Hajiri aliyekuwa mamake Ishmael walipokuwa wamefukuzwa kule kwa Ibrahim, wanakwenda
Ilifika kipindi yale maji waliokuwa wamepewa yako kwenye kiriba yakaisha. Yule mtoto akaona kwamba ameanza kukaukiwa kabisa, hana maji mwilini. Mwili unavuta sana, ukikosa maji mwilini kiukweli unakuwa wanaita dehydration. Unakuwa mwili unaanza kuuma, unavuta. Katika hali ya kukosa matumaini na mama kuona uchungu, akaamua kumweka yule mtoto kwenye kijiti. Akakaa mbali ili asimuone amkini mtoto wake anapokufa. Biblia inasema yule kijana akalia kwa uchungu mbele za Mungu kwa sababu akafikiria kwamba baba hayupo, kule tumeondolewa. Ibrahim hayupo. Mama naye simuoni yuko wapi katika hii hali ambayo mimi ya mateso makubwa. Akalia kwa Mungu. Alipolia kwa Mungu, Biblia inasema, neno la Mungu linasema kwamba Mungu akasikia kilio cha kijana. Akamuita mama yake, akamwambia hivi, "Hebu nenda pale. Angalia pana nini?" Akaona maji na kisha akaweza kumpa kijana, wakapona na mengine wakabeba, wakaendelea na safari yao. Kumbe kuna nyakati ambazo ndugu, marafiki na nani wanaweza kukukataa na kukuacha, lakini tumeona neno la Mungu kutoka hiki kitabu cha Zaburi ya kwamba baba na mama wanaweza kuniacha, lakini Bwana atanikaribisha kwake. Lakini chanzo kingine, unaweza kuwa umeumizwa na maneno mabaya. Na maneno mabaya unaweza kuwa wewe ulikaa katika jamii fulani, au nyumbani kwenu katika familia, au katika ndoa yako, au sehemu yoyote ile, kazini, unaambiwa tu, yani wewe ni wa kuambiwa tu, wewe uwezi, ufai, muone kichwa chake, hana akili kabisa. Kwa hiyo kunakuwa na haya maneno ambayo hautafanikiwa. Mimi nakwambia ukija kufanikiwa jinsi ulivyo, huwezi kufanikiwa. Ni maneno ambayo yanakuwa yanaumiza wakati mwingine, mara nyingi, kwa sababu unayasikia mara kwa mara. Ni mazingira yanakusababisha watu wanakunenea hivyo kila wakati. Kwa hiyo unakuta mtu huyu anajeruhika na yale maneno yanaanza kuumbika katika nafsi yake kwamba mimi nilishaambiwa, mimi sitakuja kuolewa, sidhani kama utakaa kwenye ndoa, sidhani kama utaolewa, wewe jinsi ulivyo. Mwingine ameambiwa kwamba wewe ni mbaya, hamna kitu. Na shetani kwa sababu ameshikilia bango, akaweza kupandikiza katika moyo wako. Biblia inasema afikirivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo unakuta kama uliweza kujiona kama mimi ni mbaya, mimi sifai, kwa sababu yale maneno yaliokuwa ukinenewa kwamba hutafanikiwa, utakufa tu wewe. Pengine umepata ugonjwa fulani, yani unaambiwa kwamba utakufa, umeshatamkiwa na daktari. Anakuambia yani hapa tunaona kansa ya damu, mara sijui tunaona nini. Unatamkiwa yale magonjwa makubwa ambao unaambiwa hapa, yani ukijitahidi sana miaka 2. Kwa nchi za wenzetu wako wazi sana, na sisi kwetu siku hizi kidogo madaktari wameanza kuwa wazi kuwashirikisha wagonjwa, kwa sababu ni haki ya mgonjwa kuweza kuelewa hali yake kama akitaka kuuliza. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine ukiuliza unaambiwa yani hali yako kwa kweli sijui. Yani ni Mungu tu. Kwa hiyo unabebelea lile kwa sababu umelishikilia, nafsi yako ndio inazidi. Ndio maana ujiulize kwamba mgonjwa kabla hajajua kwamba ni mgonjwa au hajaambiwa hayo maneno ya kukatisha tamaa, anakuwa haumwi sana. Lakini akishaambiwa kwamba yani wewe sijui kama utaishi, hali yake inabadilika, anaanza kuona mimi nakufa, ataanza kutoa na hosia na kufanya nini. Kwa hiyo anazidi kuinama, ile nafsi inakuwa imejeruhiwa, kila wakati ni machozi. Lakini anasahau kwamba yupo muumbaji aliyetuumba, ambaye anasema hivi kwamba yeye ni mponyaji. Anasema ulituma neno lake liweze kutuponya, kututoa katika maangamizi. Kwa hiyo kama wewe ukiweza kujua hilo katika Kristo, ndio maana tumesema uponyaji wa nafsi iliyoumizwa katika Kristo Yesu, uponyaji wa ile nafsi ya mwanamke. Utakuwa umesikizishwa kwamba huu vimbe pengine tulikuwa na kizazi, kwamba sidhani wewe kama utakuja kuzaa, mirija imeziba na vitu vingine, mambo mengi. Kwa hiyo nafsi yako inatembea, inainama, unajiona kwamba mimi siwezi kuja kupata mtoto. Mimi lakini nakwambia hivi, tumeshuhudia watu wamepata watoto kwa jinsi ya ajabu sana. Hata wale ambao walikuwa wamekoma wamepata watoto. Kuanzia kwenye Biblia tunamuona Sara. Tunaona kwamba alikuwa umri wake umeenda sana. Alikuwa ni kikongwe, lakini Mungu alimsaidia. Lakini katika dunia hii tunayoishi, tumeishuhudia watu wamezaa, na hata ambao vizazi vyao vilikuwa vimeharibika, Mungu amewapa watoto na wamekuwa ni ushuhuda kwamba Mungu anaweza. Na ndiyo maana tunamwabudu Mungu, na ndiyo maana tunakualika wewe ambaye hujamjua Mungu, hujapata huu wokovu, hujaokoka, hujapata hii neema, uweze kukimbilia kwake. Yeye ndio mji wa makimbilio, kwa sababu huko kwingine hakuna faraja. Ukienda kwa daktari, hata uende Ulaya, itafika mwisho. Tunaona kama kipindi cha corona, watu walikimbia huko na huko, na watu hata wa Ulaya ndio walikufa sana. Watu ambao tunategemea na teknolojia ya juu
na ujuzi mkubwa sana katika matibabu, lakini walikosa tumaini. Wote watu walikuwa wanakufa. Kwa hiyo lakini watu waliomkimbilia Bwana, Mungu aliweza kuwarehemu. Na wote, hata wewe mwenyewe unaweza kushuhudia kwamba kwa kweli kama si Mungu katika nyakati zetu zilizopita kama zile, isingekuwa Mungu tusingeweza kuvuka. Kwa hiyo ya maneno ambayo umekuwa ukisemewa, ambayo umesikizishwa, ambayo umeambiwa, umetukanwa, wakati mwingine umelelewa mazingira tofauti pengine na nyumbani kwenu, wakati mwingine umeambiwa na walimu toka mdogo, yanaweza kukujeruhi. Sasa Mungu yuko tayari kuweza kutupa ule uponyaji na kutuponya kabisa na kutuganga jeraha zetu. Lakini kitu kingine ni vitu vinavyoweza kutuumiza sana ni usaliti. Usaliti, nikisema usaliti mara nyingi ni usaliti wa ndoa, lakini usaliti wa mali na usaliti wa vitu vingine vingi, wa mapatano ambayo tulikuwa tumepatana. Usaliti wa ndoa, toka mwanamke najua kwamba limekuwepo wimbi sana, na hiyo hali imeenda, watu wanasali lakini hawajawa waaminifu. Na unakuta kwamba mwanamke, unakuta kwamba wewe unaambiwa tu mume wako leo yuko na huyu, kesho yuko na huyu, mpaka ukitembea mtaani unajisikia vibaya, unaona kama vile ufiche sura yako, lakini hujakosea kitu. Ni kwa sababu tu shetani ameivaa nafsi ya mwenza wako. Kwa hiyo umekuwa ni mtu wa kujeruhika, umekuwa ni mtu wa kukutana na matukio ya usaliti. Leo likija hili, ukipumzika mwezi umepumzika sana, unakutana na lingine, Kwa hiyo unakuta kwamba yale yanaweza pia kukusababishia maumivu ya moyo na majeraha makubwa, na ukakuta kwamba moyo wako unasikia kwamba umeinama kila wakati, unasikia kama hofu tu ya kutokuendelea, unasikia hofu ya kupata magonjwa, unasikia hofu ya kufa, unasikia hofu tu ya kuachana, basi tuachana, sijui watoto itakuwaje. Kwa hiyo kusalitiwa, kuachwa, na kuvunjwa moyo, talaka, wakati mwingine talaka, udanganyifu. Mtu anakudanganya, kumbe huko ameshaanzisha maisha mengine, amejenga nyumba nyingine huko, ameanzisha nyumba nyingine, unakuja kugundua, unasikia moyo umeuma, moyo umevunjika sana na umepata majeraha. Lakini mimi nikuhakikishie tu kwamba Yesu Kristo, kama tulivyosema kule, atatuganga majeraha yetu, na kutuponya kabisa vile vidonda viko ambavyo hakuna mtu, hakuna mama, hakuna nani ambaye anaweza, hakuna wakati mwingine mchungaji, hakuna mtu yoyote anaweza kukuponya. Ni Mungu tu, kwa sababu kile unachokisikia Mungu na wewe ndio mnaweza kukiona na mkijua, kwa sababu Mungu anajua yote. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kingine ambacho kinaweza kukuletea majeraha makubwa, mwanamke unisikilize, ni kwamba dhambi ni mbaya mwanamke. Na ndio maana nimekuita asubuhi ya leo kwamba hebu fikiria, Yesu ni wa upendo. Sio tu kwamba tunaokoka na kumcha Mungu twende mbinguni, lakini mbali ya kwenda mbinguni tuna tumaini lililo jema. Anasema tutapata mara 100 hapa mbinguni na kisha ufalme wa Mungu kule mbinguni. Yaani kule tutakako kwenda kuishi na Mungu milele. Kwa sababu ukiwa na dhambi ni mauti. Dhambi huzaa mauti. Na dhambi imeleta majeraha mengi kwa watu wengi. Hata mwanamke unayenisikiliza, unaweza kuwa umepata majeraha mengi kwa sababu ya dhambi. Yamkini ulipata ujauzito, ukawa unatoa mimba. Umetoa mimba na ile hatia, shetani huwa analeta hatia mashtaka kila wakati. Hata ukitaka kuomba anakuambia nini wewe? Yaani umetoa sijui mimba ngapi. Na wakati mwingine hata umechelewa kupata watoto na nafsi yako imekuwa ikiugua na mambo mengine hata hayasimuliki. Huwezi hata ukamwambia mtu yoyote. Kuna mtu mmoja akasema, nimwambie nani mambo yangu atakayenielewa. Kuna mambo mengine hata hayaelezeki kwa wanadamu wenzako. Lakini kitu kizuri, habari njema niliyokuletea leo, ya kwamba Mungu anapenda kusikiliza chochote. Anasema hasikii maombi ya mwenye dhambi, lakini anapokuwa anafanya toba na kumwendea, anasema yeye ni mwaminifu kutuganga na kutusamehe kabisa. Katika ile Maombolezo 3 mstari wa 32 pale mpaka 33, anasema kwa maana moyo wa Mungu haupendi kumtesa mwanadamu. Anasema viajapo muhuzunisha, atamganga na kumrejesha sawasawa na wingi wa huruma zake na fadhili zake. Kwa hiyo wewe ukiamua leo kuja kwa Yesu, ukasema hivi kwamba Mungu, nataka nitue mzigo. Nimechoka na hii dhambi iliyosimama mbele zangu daima.
nataka nifanye toba, nitengeneze. Mungu anakuondolea yale maumivu. Mungu anakufutia. Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo inatosha kukufutia hati ya mashtaka, na unaanza kusikia furaha na amani kukurejea tena. Lakini mwanamke mwenzangu, kuna kesi zingine nimekutana nazo nyingi. Mwingine hata anajua kabisa kwamba watoto niliozaa baadhi sio watoto wa umu. Limekuwa likimuumiza kwa sababu ni uongo uliosimama mbele yake daima. Na hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Na unaona saa nyingine wale watoto wanafanana kabisa na yule watoto wa upande mwingine. Na limekuwa sasa kwako ni jambo ambalo umesimama, ile dhambi imesimama, umekuwa na mawazo. Kuna wengi wanakuwa na mawazo sana. Na wakati mwingine hata ukitaka kumwacha yule mtu ambaye uliingia kwenye mahusiano yasiyo rasmi, ulioacha pale kwenye ndoa yako ukaenda kule, yule mtu anakuwa tena anakutishia. Anakuambia hivi, ukiniacha mimi nitafichua siri. Anakuambia ukimwaga ugali na mwaga mboga. Kwa hiyo unakuwa kwamba unajikuta kwamba uko njia panda. Yesu unampenda, unazisikia habari ya kwamba Yesu anarudi tena, na unataka kabisa uingie, uwe Mkristo halisi na ufanyike kuwa mwana, ufanyike kuwa upya. Lakini unajiuliza sasa, nikimwacha mbona ananitishia? Mungu anayo majibu. Mungu anaweza kukufanyia njia, mradi umeamua kabisa kwa dhati kuamua kumfuata Yesu. Utakuwa tayari kubeba msalaba na kuweza kumfuata. Mungu atakusaidia, atakufanyia njia. Haleluya. Kwa hiyo mwanamke, unakuta kwamba unapofanya dhambi, wakati mwingine yale madhara yanakusababishia kukuumiza moyo. Wakati mwingine ulikuwa unaenda kwenye zinaa, ukakutana huko ukapata magonjwa kama HIV, ukapata huko sasa una ukimwi. Pengine ukasema yani yule mtu kumbe alikuwa anajua kabisa yuko kwenye hii hali, yuko kwenye hii status, lakini hakuweza akakubali tu kuniambukiza na nini. Kwa hiyo unakuta kwamba dhambi inaleta hatia, inaleta aibu. Wakati mwingine ulifumaniwa. Jamani, kuna mafumanizi. Unajua mtu anapoendelea, shetani huwa analeta kama dhambi ile anaipaka kama asali. Unaendelea tu kukaa, hujui kwamba kuna siku moja lazima tu, siku za mwezi ni 40. Sasa unakuta mwingine pengine ulikutikana katika mafumanizi ambao jamii yote kapata taharuki kwa sababu ya ile dhambi. Lakini Biblia inasema hivi ya kwamba kila atakayemwijia kwake atapata rehema. Anasema dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, Mungu atazifanya utafanyika kuwa mweupe kama theluji, kwa sababu Mungu atakutakasa. Na anasema hivi kwamba Mungu anapotupokea anatufanya kuwa wapya, viumbe vipya, tunafanyika kuwa wapya, kwa maana ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Kwa hiyo ndio maana hata kama mtu ulikuwa mwizi, ulikuwa jambazi, ulikwisha kutumika mwanamke mwenzangu, pengine katika mauaji, pengine ulichora rada pale, labda ulichora rocket, labda uliunganikana na watu wengine ukasababisha mauti. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikikuumiza kwa sababu ile damu ya mtu inapiga kelele, na huwa inapiga kelele kweli. Na mtu anaweza kawa anaonekana anacheka na furaha, lakini ana furaha, lakini pengine ulisababisha mauti. Pengine ulisababisha tukio kubwa sana likaleta madhara makubwa ambalo wewe pia linapiga na kusimama mbele zako daima. Kwa sababu tunaona kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, kama ile Warumi 6:23. Na tunaona kwamba ukitengana na Mungu, dhambi inakusababisha pia utengano na Mungu. Mimi nikwambie, unaweza ukawa hujapitia kwenye haya mambo ambayo tumekuwa tukiongea hapa, lakini kwa sababu umekuwa ni mtu wa kutenda dhambi, ijapokuwa kweli yako unaisikia, ule upweke, kwa sababu mwanadamu aliumbwa awe na ushirika na Mungu. Sasa unapokuwa umetengwa na ile dhambi, unapokuwa mbali, umetengwa na dhambi, unajikuta kwamba una utengano. Kwa hiyo unakuwa huna furaha. Na ndio maana unamsikia mtu kwamba ni mchawi. Mimi wachawi wengi ambao nimekutana nao, wengine wameamua kuokoka, wameamua kuwa watumishi wa Mungu, wameamua kurejea kwa Mungu, wameacha uchawi. Anakuambia hivi, yani tulikuwa hatuna raha. Hatuna raha kabisa. Walikuwa wakiishi kwa hofu kwa sababu hata wenyewe tu wanauana. Na mtu mwingine saa nyingine anapewa target, anaenda kuwavamia watu waliookoka. Anajua kule atakutana na vichapo vya moto wa Mungu, kwa sababu wanalindwa na nguvu za Mungu, wanalindwa na moto wa Roho Mtakatifu na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo unakuta kwamba wao wenyewe tu pengine wasipofikisha vile walivyoambiwa kama targeti zao, wakati mwingine wao wanapata mateso makubwa sana, wanateswa na wakuu wao wa giza. Kwa hiyo unakuta kwamba dhambi yewe, kwa sababu inakutenga na Mungu, kama hiyo ya uchawi na kadhalika na vinginevyo,
unakuta kwamba vinainama nafsi yako. Kuna wengine wameingia vifungo, yamkini hata naongea mwanamke umeshaingia vifungo, ulienda kwa waganga, ulianza kwenda kwa waganga kule kuroga, pengine ulikuwa unataka wewe pengine upendwe sana, upate hela, pengine mwanamke mwenzako ulitoa kafara, na ile kafara inasimama mbele zako daima, unaona uliua watoto, pengine uliua mume, pengine uliua ndugu, unakuta kwamba yani huna amani. Ni kweli hela tunakuona unazo, ni kweli una magari ya kifahari, ni kweli una majumba pengine ya kifahari, lakini amani ya moyo, nafsi yako imejeruhika kwa sababu si mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu anasema hivi kwamba utajiri na heshima vinatoka kwake, tena utajiri udumuo uko kwake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unakuta kwamba mwanamke unapokuwa umeingia kwenye dhambi au ukaendelea kudumu, na mwingine uliingia ukauza nafsi. Nilikuwa na ndugu yangu mmoja, kila nikijaribu kwamba aokoke, yuko anaumwa kweli, amefanyiwa operation, anaumwa sana, lakini nikawa naenda namwambia hivi, okoka. Ananiambia hivi, wewe niombee tu, kwa sababu kiniombea naona napona, lakini mimi kuokoka siwezi. Baada ya kumsihi sana, akawa amenionyesha kwenye bega lake, ameshonea iridhi kwa ndani. Anasema mimi nilishaingia mpaka kule chini kabisa, nilishakula agano, nimeitoa nafsi yangu. Kwa anasema hivi, yani siwezi kuishi, hata nikiitoa nitapata adhabu sana, siwezi kuishi, nitapata shida sana. Lakini nikawa nimemwambia hivi kwamba no, hata kama ulijiingiza kule, Mungu bado ni wa rehema. Anasema hivi kwamba yeye ni mwingi wa rehema na fadhili zake ni za milele, na yeye ni Mungu wa huruma. Hata kama ulijiingiza kule, kama saizi unaisikia sauti hii, kama unasikia neno hili, usiendelee kukaa katika hayo maumivu, usiendelee kukaa katika hilo jeraha. Geuka, isikilize hii sauti, mwijie Yesu Kristo. Mungu yuko tayari kukuganga na kukubadilisha, kukufanya kuwa kiumbe kipya, ili usiendelee kuugua, kukaa katika yale majuto na ukaukosa uzima wa milele, na bado utaendelea kutokuwa na ulinzi, kwa sababu ulinzi wa Mungu unakuwa haupo. Shetani ataendelea kukugaragaza na kuendelea kukujeruhi na kuendelea kukufanya chochote kile anachoweza kukufanya, kwa sababu huna Mungu ndani yako, na kwa maana hiyo huna ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo unajikuta kwamba unakuwa katika hali ngumu sana. Utaendelea kuishi kwa hofu kwamba mimi itakuwaje nikikosea masharti, kwa sababu kila siku unapewa masharti mapya. Umejiingiza pasipo kujua. Yamkini nazungumza na wewe mwanamke, ndugu yako au rafiki yako alikuingiza kule, akakwambia hutaki kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini umekuwa huna amani. Umekuwa ukijililia kule chumbani peke yako, umekuwa ukijinamia peke yako, umekosa matumaini. Ni kwa sababu uliingia kwenye vitu ambavyo Mungu hakukuumba navyo. Mungu anakusudi na wewe leo. Ndio maana amekusikizisha ili neno, ili uweze kupata tumaini jipya kupitia Kristo Yesu, uweze kuja kwake ili aweze kukuokoa na kukukomboa, akufutie ile hati ya mashitaka kwa nguvu za Yesu Kristo. Yeye ambaye alienda kuzimu, akazinyang'anya zile funguo za mamlaka na kuzimu, hata mauti ikasetwa chini yake ya miguu yake. Atakuokoa na mauti, atakuokoa na hayo maagano mabaya, kwa sababu utafanya agano jipya na yeye. Yeye atakukaribisha kwake, utakuwa mtu wa Mungu kweli kweli, utafanyika kuwa mwana, utahamishwa kutoka katika ufalme wa giza, utapelekwa katika ufalme wa nuru, yani ufalme wa pendo lake yeye Yesu Kristo. Utafanyika kuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo usiogope, kwa sababu wengi wanashindwa kujitoa, wanakuwa wameingia huko, wanabaki na hatia za kuua, wanabaki na aibu, wanabaki na hofu, wanabaki na vitu mbalimbali. Kwa hiyo unakuta kwamba anaendelea kuishi katika ile majeraha, na hatima yake pengine inaweza ikamsababishia akaweza kupoteza uhai. Lakini kitu kingine mwanamke ambacho watu wengi ambao wameweza kuingia katika majeraha ni ugumu wa maisha na maumivu ya maisha, maumivu tu mbalimbali ya kupitia katika magumu. Wengine wamepoteza wapendwa wao, lakini wengine wamepitia unyanyasaji, wengine waliwahi kubakwa. Inawezekana naongea na wewe, mwingine ulishawahi kubakwa pengine na mzazi. Unaona mtu mwingine anasema alibakwa na baba. Wengi tumewashuhudia wakilia. Wengine wamebakwa na kaka zao, wanaona hayo ni mambo ya aibu hata kusimulia. Wengine tena wakapata na ujauzito kabisa, wamezaa na kaka zao. Wengine wamezaa na wajomba zao waliwabaka. Wengine majirani. Wengine pengine kutokana na ile hali ya umaskini walilazimishwa wakaingizwa hata katika biashara mbalimbali za ngono na kujiuza miili. Pengine zimeleta majeraha na majuto katika moyo wako. Kwa hiyo unakujikuta kwamba unaendelea kuwa na maumivu makali kila wakati kwa sababu ya yale maisha magumu. Na wakati mwingine mwanamke, wenda umekuwa unaumwa sana na umekosa tumaini.
kila sehemu. Yaani hata madaktari sasa wameshachoka, wamkwambia tu kapumzike tu. Na wakati mwingine ni magonjwa yaishi, likitoka hili ni hili. Na wakati mwingine taarifa mbaya, misiba iliyo watu wa karibu, tena wanaumwa pengine mgonjwa wa aina moja, mpaka unakuwa unapata hofu kwamba na mimi naondoka. Kwa hiyo na umaskini uliokithiri, unawaza, una chakula, umepoteza mwelekeo, una tumaini. Nikwambie kitu, usihofu. Ndio maana Mungu amelituma hili neno, likuponye, likutoe katika maangamizi, lituponye sote, lituumbie kitu kipya ndani yetu. Mungu ndiye anaweza kutupa, na ndio maana tukimwomba Baba, hata katika yale maombi aliyokuwa akifundisha Yesu, akasema hivi kwamba utupe leo riziki yetu. Utupe leo riziki yetu. Lakini akasema hivi kwamba angalieni ndege wa angani. Wanaishi, wanafanya nini, lakini hawajui hata kesho, lakini Mungu hajawahi kuacha, anawapa mema. Kwa hiyo na wewe utakaposikia sauti hii, ukamkimbilia Yesu Kristo ambaye ndiye mponyaji wa kweli, na akikuponya lazima akupe suluhisho. Hakuachi tu hapo mwanamke, hakuachi hapo tu, anakuita, anakukaribisha, anakupa na mwelekeo. Ndio uzuri wa Mungu. Akikuponya hakutelekezi, anakupa mwelekeo ulio mzuri ili uendelee kufurahia maisha, uwe na furaha na usipate mateso ya maisha. Kuna wewe najua umeumizwa, wengine walipigwa sana pasipo sababu, wengine walikatwa viungo. Kila kikiangalia kiungo anapata shida kila siku, anakuwa ananung'unika, analia, anakosa matumaini kabisa. Naomba nikwambie hivi kwamba Yesu Kristo ni mponyaji wa nafsi. Tumeona katika ile Luka 4:18 kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Yesu anasema pale, anarudia yale maneno yaliandikwa katika kile kitabu cha Isaya. Anasema kwa maana Roho wa Bwana yu juu yangu, kuwaponya maskini, kuwafungua maskini, kuwaponya wale waliofungwa waweze kufunguliwa, wale vipofu waweze kuona tena. Kuna ule upofu unaweza kuwa upofu wa roho, lakini kunaweza kuwa upofu wa ufahamu. Akili yako imefungwa. Wakati mwingine unajikuta kwamba mtu anakuambia hivi kwamba yaani bwana hatima yako ilivurugwa. Na mtu wakati mwingine anatamba kabisa, anakuambia hivi, nyie hamtaenda kokote, hamtaolewa kokote, familia yenu itabaki hivyo hivyo. Nakwambia hivi, hamtaolewa wala hamtaenda popote, hamwezi kufanikiwa. Hakuna mtu atakayeweza kufanikiwa katika hiyo familia. Mimi nimekwambia, nimejiapiza. Wanajiapiza katika miungu yao. Lakini yupo Mungu mwenye nguvu ambaye hata huyo baba yao Shetani, baba wa uongo, naye aliumbwa kwa huyo Mungu. Mungu mwenye nguvu zote, mwenye uweza wote, anaweza kuvunja nira, anaweza kutuletea uponyaji, anaweza kutuletea tumaini jipya katika maisha yetu, tukamuona kwa jinsi ya ajabu ambapo anatubadilisha, anatufungua, nasi tukaanza kuzitangaza fadhili zake. Tutaimba wema wake asubuhi na jioni kwa sababu ametuokoa. Mmoja wapo ni mimi ambaye nimeshuhudia ya kwamba Bwana amenitoa katika mavumbi, Bwana amenitoa katika magonjwa, Bwana amenitoa katika mambo yaliyokuwa ya kutisha sana, mambo ambayo yalikuwa hayawezekaniki tena kuweza kugeuka, yalikuwa kama vile ndio yamefika hapo pengine kunitoa uhai. Lakini tunamwona kwamba Yesu mwingi wa huruma, anayetuita wote njoo, tuliolemewa na mizigo, tulio na majonzi mengi katika nafsi zetu, tulio na majeraha na maumivu mengi, mioyo yetu inayovuja damu siku na mchana. Unakosa usingizi, unajigeuza usiku kucha, unashindwa hata kupumua, unapumua kwa tabu, unawaza kwa sababu ya yale majeraha ambayo yamekupata. Kwa hiyo Mungu ana jawabu hili. Sasa hiki ndio kiini chetu sana cha somo letu, ya kwamba Mungu anaweza kukuponya jeraha zako ambazo umekutana nayo katika maisha yetu. Na tumesoma hilo andiko, tumethibitisha Mungu anaondoa uchungu, watumishi wa Bwana. Usiseme kwamba mtumishi, wewe unayehubiri hapo mhubiri, usione kwamba tu ukasema kwamba wewe unasema tu, hajawahi kukupata. Watumishi wa Mungu wamewahi kunipata. Nikieleza, nitaeleza sasa mpaka kutakucha, mpaka kesho yake tena tutaendelea. Bado nasimulia kwa habari ya yale mambo ambayo yaliyotupata, kwa sababu hata Yesu alijua, akasema duniani mnayo dhiki. Akasema jipeni moyo, tena dhiki nyingi. Akasema duniani mnayo dhiki nyingi. Nyingi sio chache. Anasema hivi, lakini jipeni moyo. Akasema mimi nimeushinda ulimwengu, nanyi mtashinda. Kwa hiyo ukimkimbilia Yesu Kristo ukampata, Mungu anakupa kushinda zaidi ya kushinda.
anaondoa uchungu, anayeweza kuponya jeraha ndani la kufiwa kwako mme, wewe uliye mjane, uliye mjane ambaye unalia asubuhi na mchana, uliotegemea mashemeji watakusaidia wamekuacha, ulitegemea ndugu zako watakubeba wamekuacha, wewe ambaye umeachwa kabisa, ambaye unatumaini, ambaye umegeuka, hujalala hata usiku wa kuamkia leo, pengine hujalala, yeye Mungu anaweza kukuponya jeraha zako, akaondoa upweke, akaondoa uchungu. Mungu huleta amani. Yesu Kristo katika maisha yetu huleta amani, kuponya kumbukumbu za maumivu yetu. Biblia inasema hivi kwamba yeye anaponya hata akili zetu. Ndio maana sehemu nyingine anasema akili zao zitiwe nuru. Zisio tu zitiwe nuru. Sehemu nyingine tunaona maombi ya mtumishi wa Mungu anasema hivi kwamba unifinyange upya, uniondolee roho ile ambayo ni haribifu iliyoharibika ndani yangu. Yeye Mungu huwa anatufinyanga. Ndio maana watu wengine wanasema ile walokole, watu waliookoka ni wajinga. Yaani pamoja na kumtendea yale amemsamehe, hawajui kwamba sio uwezo wa kibinadamu. Kuna namna ambao uwezo wa Mungu mwenyewe unatakiwa utokee mwenyewe. Nikamsikia mtu mmoja anaimba wimbo, anasema katika hili Mungu usimtume mtu wala malaika, uje mwenyewe. Mungu yupo. Yupo mtumishi wa Mungu. Wewe mwanamke mwenzangu, Mungu yupo. Anaona maumivu yako, anaona machozi yako. Na yeye anasema hivi kama tulivyosema katika kile kitabu cha Maombolezo kwamba moyo wa Mungu haupendi kumtesa mwanadamu. Na hapendi kuteseka, ndio maana hata kama akiamuru mwenyewe kupata yale ili kukurejesha, kwa sababu yeye ni Mungu, ni baba yetu wa maonyo, anakurejesha kwa upole na kwa upendo, bado yeye anakuganga, anakurejesha tena, anakurejeshia vile vilivyoliwa na madumadu, vile vilivyoharibiwa, ule utu wako uliokuwa umepotea, ile heshima iliyokuwa imeharibika. Mungu yuko tayari kukuletea ile heshima tena, ili waweze kumshangaa Mungu wako. Atakuandalia meza mbele ya watesi wako, atabadilisha kesho yako, ataondoa hofu yako, kwa sababu ndio maana Mungu anasema hivi kwamba katika ile Waebrania ile 10 mstari wa 37 pale anasema hivi 38, anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kwa sababu kusitasita ni kule kuwa na hofu, wasiwasi, kutokuwa na imani. Lakini ukimwamini Mungu, Mungu anasema hivi kwamba atakufanya uishi, atakupa tumaini jipya tena, na atakuponya na yale machungu na yale maumivu, kule ambako ulidhalaulika, ile uchungu wa kwamba nilibakwa, kwamba nilipotezewa hali yangu na utu wangu, nilitezwa utu wangu. Mungu anarejesha heshima. Tuliona watu waliokuwa majambazi, tuliona watu waliokuwa chinja, tumeona watu waliokuwa wametoa mimba, tumeona watu waliokuwa katika mambo mengi ambayo kiukweli hata kuisikia masikio yanawashwa, mengine hayasemeki wala yazungumziki, lakini Mungu amewabadilisha, amewafanya kuwa watoto wake. Tumeona waliokuwa wamefiwa na watoto, walikosa tumaini, Mungu amewaletea watoto wengine ambao wanawajali yamkini kuliko hata pengine ambavyo watoto wao wangeishi na wangekuwepo. Lakini inawezekana kwamba maumivu yako, watoto wako wameharibika. Watoto wakiharibika, nacho kimekuwa ni kilio kikubwa cha wanawake. Ninaelewa, mimi nina ndugu yangu ambaye aliharibika. Mungu pengine alitaka kutufundisha. Mama yangu nilimuona alipokuwa analia. Ni ndugu yangu kabisa, alikuwa mdogo wangu. Alijiingiza katika mambo mabaya, akavuta bangi, akaenda kwenye madawa kulevya. Siku nyingine mama akirudi nyumbani anakuta mapazia hamna, yamenyanyuliwa nyumba nzima. Wakati mwingine alikuwa ametoka huko kwenye shughuli zake, amefika nyumbani, jirani kuna msiba, aingie kabatini achukue kitenge, akakuta kabati lote mpaka masanduku vitenge vyote havipo, vimeondoka, kabaki kupiga yowe tu. Akanipigia simu, akaniambia mwanangu, mdogo wako ilikuwa ni anafanya matukio huku, anafanya matukio kule, anafanya matukio kule, na akichukuliwa kienda gerezani wanamuita mchungaji ndio wa kwanza, kwa sababu alifundishwa katika lile neno. Kwa hiyo unajikuta kwamba akawa anasema mchungaji wetu na asimama, anaita wenzake wanaimba kana kwamba Mungu yuko kule kwake, na anakuwa mtulivu kwa sababu huyu hivi matukio haya anafanyaje? Mbona akija huku ni mtu mwingine? Lakini akitoka, alienda zaidi ya mara moja gerezani, lakini akitoka anakuwa ni yule tena, utafikiri ndio amechochea moto mara 10. Kumbe hakuna gereza linaloweza kubadilisha. Lakini Yesu Kristo anaweza. Alikuwa ni mtu wa matukio. Alikuwa ni mtu ambaye, yani mama anaweza kuweka kwenye vikao, mtoto wako amefanya hiki akijapoa hiki. Alikuwa ni mtu wa kuinama, alikuwa anafunga na kulia.
nasema Mungu, lini utanifanyia wokovu wangu? Lakini kitu kimoja ambaye nilichompenda, alikuwa kikiri ukiri huu ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na akasema hivi, Bwana asante kwa sababu ya tumbo ulilonibariki. Hakuna mtoto niliyezalia jehanamu. Akawa anasema ninakataa. Unaona? Na alikuwa akimuita Yesu kwa ajili yake, na tulikuwa tunaomba kwa ajili yake. Mungu wa ajabu akamuokoa na alivyomuokoa, yani akawa na bidii katika Kristo Yesu, akawa anakimbia mitaani kuweza kuwaita wale waliokuwa wameharibika, na wale walipokuwa wanaona kama huyu tu aliharibika na amemjua Yesu Kristo, amefinyangwa upya tena, amefanywa kuwa upya tena, basi sisi mbona tunaweza tukabadilika? Kwa sababu Mungu akikupenda anakufuatilia. Ndio maana amependa usikilize. Na mwanamke mwenzangu, mama, ninajua kwamba moyo wako umeinama sana. Yamkini umezaa watoto wote, unaona hamna mwelekeo, unaona hakuna anayekusikiliza. Watoto wamekuwa juu, wala hawaheshimu wazazi, wala hawatii wazazi katika hizi nyakati za mwisho. Ninajua machozi ambayo umekuwa ukilia, ninajua nafsi yako ilivyokuwa imeinama. Watoto hawaeleweki, watoto wanavuta madawa kulevya, watoto wamekuwa ni majeuri, watoto wamekuwa ni majambazi, watoto hawana mwelekeo, mpaka unalia unasema, Mungu, mbona kama ni heri tuko lisilozaa? Mbona unasema hivi, Mungu, mbona ni kama umenipa maumivu kutokana na huu uzao? Mwanamke, ndio maana Mungu amekusikizisha haya maneno. Anataka uweze kumrejea kwake, na utakapomlingana Mungu atatenda kama alivyotenda kwa ndugu yangu. Mungu akaweza kumbadilisha, Mungu akaweza kumfanya mtumishi wake. Kila mtu alipokuwa akimuona, na kila mtu aliyesikia, masikio yake yaliwasha, kwa sababu hawakutegemea hizi habari, kwa sababu tulikuwa tunaona, Mungu wangu, ni kitu gani hiki? Sisi tuliojifunza neno la Mungu tungali watoto. Sasa watu wengi nafikiria pengine umekuwa umejihukumu, majeraha mengine yamekuja kwa sababu umejihukumu muda mwingi kwamba mimi pengine sijui kulea. Inawezekana ulilea, inawezekana kweli ulienda ukawafuatilia watoto wako, inawezekana kabisa wewe ulikuwa ni mtu mwema, ulikuwa ukijitahidi kabisa kuwapeleka kwa Sunday school, neno la Mungu uliwafundisha. Inawezekana pengine hujaokoka, ulikuwa ukiishi nao ukiwafundisha maadili, lakini katika huu ukubwa tu mambo yakaja yakabadilika. Na kwa sababu mambo yakabadilika, ukajikuta kwamba umeingia katika ugumu. Wewe ni mtu wa kuzomewa, mawifi wanakuzomea, watu wanakuzomea, wanakuambia angalia mitoto yako, na umeingia katika majuto mengi na maumivu usiku na mchana. Yamkini hata umepata madonda ya tumbo, yamkini hata umepata BP na pressure, umepata vitu vingi, magonjwa ambayo hukutegemea. Mwili wako umekuwa ni mdhaifu, umekuwa ni mtu wa machozi, godoro lako limekuwa likilia machozi. Na unajua kwamba mtoto akiharibika, wanasema hivi, mwana mpumbavu, neno la Mungu linasema mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye, ila mwana mwenye hekima ni fahari kwa babaye. Kwa hiyo uzao unapoharibika unakuwa ni mzigo kwako mwanamke. Lawama zote zitakuja kwako. Utasema mama yake alishindwa kufanya hiki. Kwa hiyo ninajua maumivu unayopitia, lakini sio mimi. Mungu ni zaidi. Mungu ni zaidi, kwa sababu Mungu hapendi mwanadamu ateseke. Mungu hapendi uwe katika hiyo hali. Mungu yuko tayari kukusaidia. Unapomwijia Mungu, endelea kumwijia Mungu, endelea kumlingana Mungu, endelea kuomba. Ukiomba Mungu atafanya. Sisi tunamshangaa Mungu. Mungu alivyoleta badiliko, kijana akawa anawahi kanisani wa kwanza saa 11. Kanisani ni mtu wa kukimbia, ni mtu wa kutia moyo. Mchungaji wake anatoa ushuhuda, anasema kwa kweli alikuwa ni kijana aliyetufaa. Kwa muda mfupi ambao aliokoka, Mungu akambadilisha, akarejesha yale ambayo yamepotea. Inawezekana watu waliacha shule, umehangaika na shule, watu wameacha, hawaeleweki, watoto wamezalia nyumbani, umekuwa na wajukuu kila siku wanakutulia kwa wanakimbia, na kwa sababu ni damu yako unashindwa ufanyeje, unaendelea kuwalea. Mungu yuko tayari kukutua huo mzigo. Machozi yako anayasikia, kwa sababu kuna wanawake wenzetu wengi ambao walilia machozi. Inamkini kwamba umechelewa kupata mtoto, umekuwa ni mtu wa kuzomewa, umekuwa pengine hata unafikiria mume ameanza kuletea vitimbwi, na pengine anakuambia mimi itabidi nioe au nizae nje. Ni kweli mwanamke, hayo mambo yanakutokea kwa sababu tuko duniani, na hizo ni moja ya kati ya vitu ambavyo Mungu anatusaidia tu kuweza kuvishinda. Sasa watumishi wa Mungu, nipende tu kuishia hapa katika somo letu. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Kipindi kijacho tutajifunza hatua za uponyaji wa nafsi katika Kristo.
kuna hatua. Leo umesikia hayo mambo. Naomba wewe uliyekuwa umekata tamaa, unataka kujiua, basi uweze tu kujua kwamba Mungu yuko tayari kukusaidia, na umwijie Yesu Kristo, na Mungu anaweza kukufanyia upya tena, anaweza kukuponya tena, anaweza kukutoa katika hilo janga. Lakini ninatamani kwamba kipindi kijacho usikose uwe pamoja na mimi tena, ili tuangalie hatua mbalimbali, kwa sababu unasema nimeshindwa peke yangu. Ni kweli umeshindwa peke yako, ili tujifunze hatua mbalimbali, hatua ambazo unaweza ukapitia ukajikuta umepona na umesamehe, umekuwa mtu mwingine. Basi napenda kutoa muda huu niweze kukuombea, lakini kabla ya kukuombea, kama utakuwa na kitu ambacho unasema mimi siwezi kusubiri mpaka kipindi kingine, unaweza ukanipigia. Namba yangu ni 0755 56 79 36, 0755 56 79 36. Tutakupokelea ili tuweze kuona tunafanyaje, tumuombe huyu Mungu pamoja aweze kukusaidia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe unatufundisha ili tupate faida. Asante kwa huyu msikilizaji na mtazamaji ambaye Bwana umeruhusu aweze kusikiliza maneno haya ambayo umepitisha kwako mimi mtumishi wako. Ninajua wewe Mungu ni mponyaji. Ninakusii ulitume neno lako liweze kumponya, kumtoa katika maangamizi na maumivu yale, akaponywe na wewe Bwana. Na kila atakaye kukimbilia Bwana, usimwache, ukamshike kwa mkono wako, ukamponye. Baba, rehema zako na kuomba, atakaye kuijia na kutaka kukujua wewe, ukamsamehe dhambi zake. Kama amejutia na kuweza kutaka kuja kwako ili apate wokovu wako, usimwache. Katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Amen. Mungu awabariki sana. Sibuka TV.